Kamati ya kudumu ya Bunge ya Serikali za Mitaa TAMISEMI imefanya ziara ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo, ikiwa ni pamoja na mradi wa kituo cha mabasi cha Magufuli, ujenzi wa barabara ya Goba Kinzuli kilomita 2 kwa kiwango cha lami na jengo la uwekezaji manispaa ya Ubungo East Africa Commercial and Logistic Center. Akizungumza baada ya kukagua miradi hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge TAMISEMI Florentino Kiombo amesema pamoja na changamoto zinazojitokeza, bado miradi hiyo inaonekana kuwa na manufaa kwa wananchi kutokana na usimamizi mzuri wa viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Tukianzia stendi ya Magufuli, tuje barabara ya Goba, lakini tuje hapa kwenye kituo cha uwekezaji cha kibiashara cha Afrika Mashariki. Kwa kweli ni uwekezaji mkubwa na miradi ni mizuri. Pamoja na hizo changamoto ambazo za umaliziaji nilizosema, kwa mfano stendi ya Magufuli, lakini bado mmeenda pale mmekuta umati wa watu, mabasi ni mengi, inahitaji tu kidogo kufanya maboresho, mambo yote yakaenda sawa. Kwa hiyo kwa ujumla miradi yote ni mizuri na sisi tunatoa pongezi kwa serikali yetu. Kwa niaba ya serikali ya wilaya, lakini kwa niaba pia ya serikali ya mkoa na wizara kwa ujumla, tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa ziara ya leo ndani ya wilaya yetu ya Ubungo. Kwa kweli wamekuwa ni msaada mkubwa, wametoa ushauri, wametoa maelekezo na bado wataendelea kukaa kwenye kikao kuona ni namna gani katika miradi walioitembelea tunaenda kuboresha zaidi. Lakini kwetu sisi ziara ya waheshimiwa wabunge haishii kwenye miradi walioiona pekee. Maana yake ni kwamba yale yote wanayotuagiza kwenye miradi hii ni lazima tuyatekeleze kwenye miradi mingine, kwa sababu hayo yanakuwa ni maelekezo ya kamati ambayo inatusimamia. Hatuwezi tu tukatekeleza kwenye barabara moja wakati tuna barabara nyingine zinaweza zikawa na changamoto zile zile ambazo wameziona. Kwa ahadi yetu sisi kama serikali ni kwamba tutahakikisha maelekezo yote, ushauri wote uliotolewa utafanyiwa kazi kwenye barabara na miradi waliotembelea leo na miradi mingine yote ili tuweze kupata tija. Lakini la mwisho, tunaendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla na Bunge, kwa sababu hiki ni kielelezo cha namna gani mihimili inaweza ikafanya kazi yake bila kuingilia. Kuna watu wachache ambao hawaoni kwamba kuna utofauti huo. Leo tunaona kwa vitendo kwamba Bunge linaisimamia serikali, linafika site, linaangalia kinachofanyika, linahoji na kuchukua yale yote ambayo kinaona na kwenda kuyasimamia. Wafanyabiashara wale ambao wamelalamika hapa, waangalie namna gani ya kupanga wale walioko juu. Kama ni kuwapunguzia gharama, wapunguzia kidogo, lakini wapange vizuri ili huduma zinapokuwa zinatolewa basi ziendane na sawa na yale ambayo wanayafanya. Cha tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, uongozi unaonekana hapa ni tatizo. Bila kupapasa maneno. Uongozi, sisi tulishakuja hapa. Meneja wa hapa yupo, lakini kiuhalisia mpaka nyaya za stendi hizi zimechunwa, zinauzwa nyaya. Sasa kama wewe kiongozi huko na matatizo yako, matatizo na husaidii serikali, niombe sasa kupitia kamati hii waangalie namna gani ya kuboresha uongozi huu ili uweze kusaidia watu, kwa sababu kila mtu analalamika. Cha mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe hapa stendi ya Magufuli kuna mtu anapaki gari hapa, anaondoka anaenda kumaliza hata mwezi au miezi miwili, anakuja analipa 500 anapochukua gari yake. Tuweke mifumo mizuri ili mtu anapokuwa amepaki basi tujue kwamba amepaki masaa mangapi, kama mifumo mingine ilipofungwa, ili halmashauri na yenyewe ipate mapato ili iweze kuhudumia wananchi hao, kwa sababu tunategemea ushuru kwa stendi hii ili tuweze kuplani vizuri namna gani tunafikisha huduma kwa wananchi. Changamoto yetu kubwa hapa stendi ni kubwa sana kwa sisi wananchi, hasa upande wa kule juu, jengo la abiria. Jengo la abiria kizimba kimoja siku ya mita 40 unalipa 900 kwa mwezi. Hiyo 900 unaitafuta mpaka 200 kuipati. Lakini sasa tumeshindwa kulipa kodi kulingana, mabasi hayafiki kabisa stendi. Hamna mzunguko wa abiria. Na vile vile sisi mabasi yetu kwa kule juu kabisa kuliko panda kule juu stendi ya kukaa abiria wetu. Lakini abiria walikuwa wanakaa zamani hawapo tena, kwa sababu wote wameondoka, mabasi yatoka masaa 24. Na vile vile kama mabasi yatoka masaa 24, mabasi matajiri wengi wamejenga stendi nje.
Kwa hiyo tajiri anapatia eneo lake, abiria anaondokea kule kule, wengine hawafiki kabisa hapa. Serata Beko wanakagulia watu kwa sababu wanafika, hakuna Beko kukanyaga hapa, mabasi yawe salama. Kitu hicho cha kwanza. Halafu kama kweli tunataka hii jengo la Magufuli lifanye kazi, jengo la kimataifa ya kisasa, turudishiwe basi mabasi hapa stage. Halafu sehemu ya chakula tunaomba ije hapa mbele, maana kuna eneo kubwa tu halina kazi ile eneo hapo. Ni washauri watendaji wa serikali na wawakilishi wetu kwamba sisi ni wananchi, kuna gap kati ya wananchi na serikali na wawakilishi. Sio siri, wanajua kuna kitu tunasema kwamba the government is from the people, by the people, for the people, lakini wanajisahau. Wengine wanakuwa ni wazito sana, wanasahau majukumu yao ya msingi, wanasahau kwamba hiyo kazi wanayoifanya ni dhamana, matokeo yake hawezi hata kusikiliza. Nitoe mfano kwamba kuna changamoto Magufuli. Hizi changamoto mimi naamini wenye dhamana ya kwanza ya kuzijua na kuzisogeza mbele yupo meneja na watendaji wake, lakini siku zote ukisema uzungumze labda na meneja ili kusudi ufafanue, muelewane, mtoke mwende kwa mkurugenzi, mkurugenzi aende kwa waziri TAMISEMI, meneja atakwambia bana, hii iko juu ya uwezo wangu. Mimi siamini. Mimi naamini kila mwenye nafasi ana job description, amepewa mamlaka na mipaka ya mamlaka yake. Kwa hiyo kama yuko nje ya uwezo wake, aondoke, ashirikiane na sisi, tushauriane, aandike pepa, aende kwa mkurugenzi. Mkurugenzi kiwa nje ya uwezo wake naye ataondoka, ataenda juu. Lakini ukikwepa majukumu ndio matokeo yake wakati mwingine havina hata komeo. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.